mwenyekiti wa klabu ya Yanga, sio mgombea wa nafasi ya mwenyekiti wa klabu ya Yanga. Ile nitaenda kuchukua fomu huko, baada ya nishachukua fomu huko siwezi kuongea mpaka kampeni ianze. Lakini kazi ya mwenyekiti wa Yanga lazima iendelee. Usajili ipo na bado maandalizi ya mechi zingine za mataifa bado yanaendelea. Hatuwezi kusubiri uchaguzi kuishe ndio tuanze kazi. Itakuwa ni hatutafanya haki kwa kazi zamana tuliyopata kama viongozi wa Yanga. Cha kwanza nikipenda kusema uchaguzi huu imekuja kwa sababu sisi ndio tulitaka. Sisi tuliingia kwenye dirisha ndogo, tulikuwa na deni ya 5 bila, nadhani nakumbuka ile dirisha ndogo. Sisi wa kwanza kusema baada ya miaka 2 uchaguzi ifanyike, sio TFF wala baraza la mchezo. Tulitangaza sisi uchaguzi kwanza miaka 2 nyuma. Wanachama kwa haki wanayo kubadilisha na kusahihisha katiba yao. Wamesema waongezeni muda wa mwaka mmoja. Ndio tuliofanya vile kwa ridhaa ya wanachama. Katiba ya nchi inabadilishwa na katiba ya Yanga inabadilishwa na wana Yanga. Ile ni haki yao. Wakati tulimaliza mwaka mmoja yetu, tulisema tende kwenye uchaguzi. Tuliambiwa hapana, sasa hivi nchi inaenda kwenye harakati ya uchaguzi mkuu, subirini. Tusisahau mwaka jana sisi tulikuwa tayari kufanya uchaguzi huu. Tuliambiwa subirini na TFF. Tunaenda kwenye uchaguzi mkuu, italeta mgawanyiko na kadhalika. Dola wanapendekeza kadhalika. Hatujaona barua kutoka dola, lakini tunayo barua kutoka TFF. Hakuna barua Yanga amepeleka mwaka jana kuomba uchaguzi cheleweshe. Mwezi wa 12 mwaka huu, mwezi wa kwanza mwaka huu, tuliona tunayo nafasi ya kufanya uchaguzi kwa sababu tulikuwa na mapumziko ya miezi 2. Unakumbuka nilikaa hapa kwenye chumba hili nisema na ameagiza uchaguzi. Mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi bahati mbaya Alex Mgogoro, baba yake kafariki. So leo tunayofanya uchaguzi kwa sababu sisi tunataka, sio kwa sababu TFF inataka, wala sio kwa sababu baraza la mchezo inataka. Hayo ambayo unayosikia TFF inataka na baraza la mchezo inataka, nitawaambia ni wanataka nini. Na maneno haya utaona uchungu, lakini ni ukweli. Mimi nilikuwa najiuliza, club kongwa kama Yanga tuseme watani yetu Simba, kwa nini niendelee kubaki maskini? Leo tunaingia kwenye uchaguzi na waambie ni kweli club hii maskini kuliko niliyokuta wakati nilipata mwenyekiti. Kwa sababu ya maslahi ya watu wa binafsi kuonesha TV wakati mchezo tunacheza hapa Dar es Salaam. Nilisema mimi wa kwanza, hii mkataba italeta madhara kwenye mpira. Mchezaji wa 12 hatutakuwa nayo. Wazania huyu hajui anaongea nini. Tukicheza sisi wakati kabla Azam TV na Costa mapato ilikuwa ya kiingilio takriban milioni 90, 80, 100. Sasa hivi ni milioni 2 ukibahatika. Hakuna mtu anatoka Mbezi kukuja uwanja Taifa kutizama Yanga timu anayopenda wakati anaweza kuona kwenye TV. Mkataba ile ilikuwa mbovu na anasema ni mbovu bado, na mtu yote akili timamu anajua ilikuwa mbovu na iko mbovu. Sisi club pekee yetu, viongozi pekee yetu hajachukua hata shilingi moja kutoka Azam TV. Na niwaambieni tumeshiriki kwenye piano ya FA Cup na fadhili na Azam, na mpaka sasa kila Yanga ikitaka kufanya kitu unakuta unakwazishwa.
ratiba inabadilishwa. Mwaka jana ratiba yetu ilikuwa tunaanza na mechi zote ngumu mwanzoni. Mwaka huu tunafunga mechi zote 6 porini. Nje ya Dar es Salaam, sijui wapi. Sema hata zingine uwezo kucheza mpira. Lengo nini? Kisha Yanga isishinde. Yanga isiposhinda maana yake Manje anaondoka mpirani. Kweli. Lakini tumefanikiwa. Kwa sababu sisi hatujataka kuwa viongozi kwenda kutaka kutamba na kadha, sio nataka maendeleo ya mpira. Lakini hatujapata ushirikiano yoyote kutoka baraza la mchezo na TFF. Nasema kwenye miaka hizi 3 hakuna shirika yoyote ilitolewa na TFF na baraza la mchezo. Hii uwanja ambayo tunataka kujenga sisi kwenye ardhi yetu, tunataka kidogo yapanuliwe. Hakuna hata bora moja TFF imeandika kwa ajili ya hayo. Lakini kidati inawezekana. Haidhami sisi kwenye uwanja tutakuwa jenga izambi. Nye watu hujui hujuma na mchezo mchafu unafanyika kwenye mpira, halafu utaambiwa Yanga ndio inabebwa. Tumebebwa mechi 6 za mwisho huko nje Dar es Salaam. Waliocheza hapa wanabebwa. Na Angola tulibebwa. Na sasa hivi Azam inacheza kwenye nafasi ya pili inabebwa. Sisi Yanga tuko tayari makini, tuko tayari kuchuana kwenye kiano ya Afrika na ya Champions League. Tunaweza kusajili timu zote mbili. Uuliza TFF wako tayari kuturuhusu? Wakati waliandika ile kanuni FA yachukue timu ya bingwa na ya Premier yachukue bingwa, watashiriki kichwano tofauti, ilikuwa kwa maslahi ya nani? Maslahi ya mpira. Sisi tuko tayari kushindana na kuchuana zote mbili. Turupe riza. Kwa sababu kanuni ile FA haisemi unaweza kushiriki kuchuana zote mbili. No, tutaambiwa sasa beba Azam ili yeye icheze. Heri tutabeba ndugu zetu. Sasa kwenye uchaguzi huu ambayo sisi ndio tulianza kutaka miaka 2 nyuma, TFF ndio aliandika barua ya kusema nini? Ongeza kamati ya nidhamu na maadili ndio baadaye ufanye uchaguzi. Mwaka 2000 na gani? Nyewe unawezeka 2014 nakumbuka. Ilikuwa kikao ya dharura, tushatangaza uchaguzi, kusaisha katiba yetu ya 2014, kuongeza kamati 2 za nidhamu na maadili ndio tuweze kuwashati kufanya uchaguzi. Ndio wanachama waliamua kuongeza mwaka 1. Leo tunaambiwa tunafanya uchaguzi kwenye katiba gani? 2010. So ile saisho ambayo TFF wenyewe walitaka Yanga ifanye na Yanga imefanya, hawajasajili. Wanaturisha kwenye katiba ya 2010. Madhani sisi wapumbavu kiasi hicho? Elfu 2014, narudia tu, kulikuwa tayari kufanya uchaguzi. Tulipangia uchaguzi shatangazwa. Mimi nasema nangatuka, nimetumia neno nangatuka kwenye police officers mess. Sio? Wanachama ambao wana haki ya kubadilisha katiba yao wamesema hapana, tunataka uongozi iongezewe muda. Mimi nimetoka kwenye ile kumbi na viongozi wote walitoka. Sasa ni aenda vipi TFF leo anayo mbavu ya kusema lazima sisi kufanya uchaguzi? Vipi TFF leo wanakuwa mbavu ya kutuambia uchaguzi yetu tumefanya na katiba 2010 wakati wenyewe walisema saisha 2014, na ile ndio imefanyisha sisi kushiriki kwenye mchuano ya mpira. Tuliambia kamati ya nidhamu na maadili lazima iwekwe kama unataka kushiriki kwenye Premier League. Kwenye mchuano unatambua katiba moja, kwenye uchaguzi tunatumia nyingine.